Tanzania imeendelea kuvutia watazamaji wengi wa kimataifa katika maonesho ya Expo 2025 yaliyoanza tarehe 13 Aprili 2025 katika jiji la Osaka nchini Japan. Katika maonesho hayo, mkurugenzi wa masoko kutoka Bodi ya Utalii Tanzania TTB, Bwana Ernest Mwamaji amesema kuwa tangu wiki ya utalii ilipoanza, banda la Tanzania limekuwa kivutio na kupokea wageni wengi wanaotembelea na kutaka kujua fursa za vivutio vya utalii na fursa za uwekezaji kwenye maeneo ya utalii yaliyopo Tanzania. Bwana Mwamaji amesema kuwa Tanzania itatumia maonyesho hayo makubwa duniani pamoja na kupokea watembeleaji na kuwapa maelezo kuhusu fursa zilizopo Tanzania na kushiriki mijadala ya kimkakati yenye lengo la kuvutia wageni kutembelea Tanzania. Katika banda la Tanzania, kama zilivyochukua nchi nyingine, tumepewa fursa ya kuona banda letu ambalo tunaliona, na kwa kweli kwa wiki hii tunapromote utalii wetu wa Tanzania. Na niseme kweli tumekuwa na mambo makubwa sana wa wageni mbalimbali, maelfu kwa maelfu wanazidi kuminika katika banda hili la Tanzania na kujifunza. Kwa kweli wanapokuja hapa tunaonyesha uzuri wa Tanzania kwa maana vivutio vingi vya utalii ambavyo tunavyo. Na sio hivyo tu, tuna mazao ambao ni mapya sasa, pengine hawajazoea kwa awali, na ambayo maeneo yetu ya hifadhi na maeneo ya mjini, maeneo makubwa ya mikutano, mahoteli, lodges, makampuni ya utalii yamezidi kuongeza products hizi au mazao katika soko. Kwa hiyo tunasema Tanzania, ukija hakuna kitu ambacho ulikuwa na hamu ya kukiona kufanya katika maisha yako ambacho hutakipata. Lakini mbali na hapa, habari nzuri sasa kwa wakala wa Tanzania wa utalii kule nyumbani, tunasema kwamba tunakuwa na mikutano mbalimbali kati ya sisi tukija huku Osaka na mwakala au kampuni za utalii za hapa nchini Japan. Amesema kuwa Tanzania imekuwa ikitumia fursa ya maonesho hayo ya kimataifa kuelezea vivutio mbalimbali vya utalii vilivyopo kama mbuga za wanyama zikiwemo Ngorongoro, Serengeti, Manyara, Mikumi, Mlima Kilimanjaro na maeneo ya fukwe ikiwemo zilizopo Zanzibar. Kwa upande wake, afisa utalii mkuu masoko kutoka mamlaka hifadhi ya Ngorongoro, Bwana Michael Makombe amesema watembeleaji wengi katika maonesho hayo wamekuwa wakijifunza kuhusu namna Tanzania ilivyofanikiwa kuimarisha uhifadhi wa wanyamapori. Mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro tumeshiriki katika maonyesho haya ya kimataifa ya biashara jijini Osaka, na lengo letu kuu likiwa ni kutangaza nchi yetu ya Tanzania pamoja na vivutio vyake vinavyopatikana Tanzania. Eneo la Ngorongoro ikiwa ni mojawapo. Kwa hiyo tuko hapa kuelimisha Japani na wananchi wa mataifa mengine yote ambao wanashiriki katika maonyesho haya nini wanachoweza kupata wakija Tanzania, hususan katika eneo la hifadhi ya Ngorongoro. Maonesho hayo ya mwaka huu yanakadiriwa kutembelewa na watazamaji zaidi ya milioni 26, yakihusisha waoneshaji kutoka mataifa mbalimbali duniani.